Nikikumbuka tarehe 11 mwezi wa 5 2022 nilikutana na ofisa mmoja wa county kwa majina Timothy Rotich. Akaniambia, alikuwa rafiki yangu, alikuwa rafiki tuko na yeye kwa building moja ya KVDA. Akaniambia huku juu kuna program county inapeana ya scholarship ya watoto kwenda Canada ama Finland. Akaniambia, panda juu ukuje tukueleze vile mambo iko. Mimi nikapanda, kufika huko nikapata wako kwa ofisi pale 11th floor KVDA. Wakanielezea kuhusu hiyo. Tulipomaliza akaniambia kesho kuna mkutano pale Homecraft. Nataka kwenda ng'ambo, twende na tuambatane na mtoto kama naweza fanya interview, alafu tujue mambo yenye tafuata. Tuliambatana na mtoto wangu kwa majina Gentrix Nafula, tukaenda naye mpaka Homecraft. Kufika huko tulipata watu umati kubwa ya watu, wazazi na watoto na maofisa wa county. Wale nilipata mmoja wao alikuwa Meshak Rono, wa pili Joshua Meritin, Joshua Lele na Mandago. Wote walikuwa hapo wakatuelezea vile program inafaa ifanywe. Walituelezea program inasaidia watoto waende ng'ambo kusoma either physiotherapy, nursing. Alafu wakatuelezea kwamba hiyo program ni yenyewe ile kitu anatusaidia ni statement ya county. Wazazi wakakubali, na baadaye tukaambiwa kama unataka mtoto wako aende kuna pesa utafaa ulipe. Tukaambiwa the first 100 parents wakilipa watapata barua ya watoto wao kwenda ng'ambo. So ilibidi tukitoka hapo kila mzazi ang'ang'ane vile atapata hiyo, ndio tuone kama watoto wetu watawezeshwa kwenda ng'ambo. So uliweza kulipa? Kutoka hapo mtoto yule walirudi wakafanya interview, wakaambiwa akatuma message amepita. Tukaambiwa tuanze kulipa pesa. Pesa ya kwanza kulipa nililipa July 2022, nililipa 200,000. Mwezi wa 8 katafuta tena nikalipa 100,000. Bado hapo hatujapewa barua ya shule ya mtoto. Tunalipa tu tukiambiwa ya kwamba the first 100 wakilipa pesa fulani watapewa barua ya mtoto kwenda shule. Mwezi wa 9 nikalipa 300,000, nikachukua loan nikalipa. Mwezi wa 10 nikatafuta marafiki na baadaye tena nikachukua loan ya simu, soft loan ya simu, nikachukua 160,000. Uasin Gishu Overseas Education Fund. Unaweza kumbuka hiyo account number ambayo mlikuwa mnalipa, hiyo ambayo umeeleza Uasin Gishu? Account naijua vizuri sana. 1285922778. Uasin Gishu Overseas Education Fund. Okay.
kuelezea boti. You know, to refer the witness to bank deposit slips. These are, you know, for marking purposes, the deposit slip dated 2022 may be marked as MFI 160. Nilipa 200,000. For 29th of August 2022, we marked as MFI 161. Nilipa 100,000. You know the one for Nilipa 300,000. we marked as 162, you know. And the one for 31st of October 2022, we marked as 160. 163. How much? 160. And finally, the one for 4th of November 2022, 370. MFI? 164, you know. 370 for November. So baada ya kulipa Hata kabla nimaliza kulipa, niliambiwa mtoto wangu hawezi kupata barua, lazima nifikishe 1 million. That is why nilienda nikatafuta. Ile ilijaa kufuata barua, niliambiwa nifikishe 1 million ndio nipate, ndio mtoto apate barua kutoka overseas. Sasa vile tulilipa hivyo, mimi si kupata barua, tukafuata Mesha Krono, ndio nilikuwa naye karibu sana. Mesha akaniambia ningoje, kuna shida na biometrics. Biometrics imetokea wapi na mtoto hajapata barua. Kaniambia wewe ngoja tu utapata barua. Nikangoja na sikuona. Kufika naenda Kombo, nikaambiwa niandike andike barua kwa trustee nipewe refund. Sasa kuandika barua ya request refund. Yeah. Tazama hii barua na ndio inaweza kuandika. Iliandikia nani? Iliandikia kwa principal trustee Wasindi. Tisa wa 10. Kama niliona mtoto wangu apati barua, ikabidi niandike barua. So baada ya kuandika barua, niliandika barua nikapeleka kwa ofisi yao 11th floor. Timothy Rotich ambaye tunapoongea hivi alienda Finland, hayuko Kenya. Kampea barua, akaniambia hiyo barua imewekwa kwa file, ngojea refund utapewa. offer letter. Hiyo barua akaambiwa ungoje, utapewa way forward. Sasa hapo ndio tulikuwa tunangoja way forward, ilikuwa ya kupewa barua ya kwenda ng'ambo. Sasa nani alimpa hiyo barua? Mesha Krono. Offer letter. Yep.
ningependa utazame kama ni hii barua ambayo Aliniambia amepatana na Mesha Krono, akampea hiyo barua. hiyo Mesha Krono ametia sahihi hapa. Because I have the code. Ngoja tu nikuulize maswali. Okay. Hii acceptance letter umesema uliweza kuiona? Niliona juu mtoto alikuja nayo kwa nyumba. Okay. Mesha Krono ameweza kuwa Akaweka tarehe. unaona sasa? Ndio. Inaonyesha tarehe ngapi? Tarehe 21 mwezi wa Acceptance letter must be verified once. So baadaye ndio itendeka. hiyo barua vile alipewa ndio tukaanza kulipa pesa. Okay. Ningependa pia kuonyesha stakabadhi nyingine dated 31st October 2022. Yeah, payment of school fees kwa KCB Bank. Nilipewa na another lady kwa ofisi ya Mesha. Hiyo time tulikuwa tukipeleka pesa, tunaambiwa tukuje tuchukue barua kwa county. Confirmation barua kwa kutoka kwa county. Then I wish to mark the letter dated 31st October 2022 as payment by 167, I'm sorry, 167, dated 31st October 2022. So baadaye mtoto wako angeza kwenda masomo? Hakupata barua yoyote kutoka ng'ambo. Hakupata admission. And there was no letter from the county ya kuonyesha kuwa amepata shule fulani ama fulani. Okay. Na kwa juhudi ya kujaribu kuulizia, uliweza kukutana na washtaki watatu kuulizia? Mara mingi nilikuwa nakutana na Mesha. Okay. Na ile pesa ambayo umeelezea kwa tuweza kulipa, imeweza kurejeshwa? Sijapewa hata sumuni. Utaeleza kwetu ukianza kwamba uko na deposit slips, correct? Confirm. What I have here for the record, I am having some certified copies of some From the statements KCB. from KCB. Yes. And your record shows that they are deposit slips. So I want to nionyeshe deposit slip. Wacha nitumie kwa sababu because hii yangu labda nionyeshe deposit slip ambayo uliapia koti ungependa hiyo. To have the receipts from copy Is receipts. there any deposit slip in the documents umetoa? These are the statements from the bank. Sikia tena swali ndio kuna deposit slip yoyote hapo ambayo wewe unajua deposit slip ukienda pale ukilipa una deposit pesa unapewa kwa slip fulani kwa hiyo deposit. Kwa hizi documents ambazo nilionyesha na prosecutor. Ile deposit slip hapo? Hapa hakuna. Lakini tulipeana kwa county. So una confirm hakuna deposit slip. Hiyo ni bank slips. Unajua bank statement inataka kwa gani? Showing the payments you made. Hizi documents ambazo unatoa haihusiani na account yako kibinafsi. Wewe kama unasema ni Pauline. Naitwa Pauline. Kwa mfano hizi documents ambazo zimeandikiwa hapo si account ya Pauline. Ndio chochote vile. Account ya Uasin Gishu overseas account ya education.
Wewe ni mmiliki wa hii akaunti ya uwasilisho kwa sisi. Ni akaunti yako? Wewe ni signature? Ikawa aje wewe kibinafsi kama uko na documents ambazo ni account ya a different agency from yourself. Anytime. Ulipewa order ya koti mahakamani investigate na kupata hizo accounts zao. But those are the payments I made personally. Uko na order ambayo ulipeleka katika KCB Bank kuauthorize hao kutoa details za account yako. Niliambiwa lazima niende na payment receipts. Uliza ndio upate hizi document ambazo leo umeleta. Ulikuwa na order yote kutoka mahakamani? Nilikuwa na barua ya DCI. Barua ya DCI. Ya kufika kotini na hebu tuonyeshe basi ile barua ya DCI. Uko na where is it? Uko na kwa hii bando hakuna barua yote. Sijui kama waliweka. Kwa hiyo hata wao wanasema ulilipa pesa. Umeita the last time ulilipa ilikuwa nini? Kama 31st November 2022. 31st November, if I'm not wrong, 2022. 4th November 2022. Somewhere there. Balance kwa hiyo account ni ngapi? Account yana? Wacha tuanze hivyo. As at 4th November 2022. Unajua nani alikuwa gavana? Ni nani? Cheleli Kotimaji. Hapa juu kwa hiyo statement I am referring to payment of 144. Ndipo angalia bank balance ilikuwa pesa ngapi? Sioni, nachanga yoni. Uone kana? I should have my specs na siku bebe. So ulikuwa unaona nini ukiambia kwa unajua staki unataka ukuwe mtu wa kusema kweli. Wewe uliweza kusoma hizo documents prosecutor akikuongoza. Si ulisema hii na ukaziona vizuri. Nini sasa hivi? Nikivaa miwani nitaona, si kubeba. Lakini uliweza kuzitambua. Aje sasa. Unajua unamchanganya kidogo. Wakati huo unazifahamu. Kwa nini huwezi kufahamu sasa? Hii unaniambia tarehe ngapi tena? Gani? Hii ni produce kama 164 ama ile mama. Ni tarehe ngapi? Kutolewa ama kulipwa? Hii unataka kidogo mdogo useme. Sioni vizuri. Uone vizuri. Unaona nini sasa? But what I know the date I paid. 4th of November. Kuna mahali umesema ulisoma jina ameshatoka. Nataka kukonfirm kama unaona kweli au uone. Sasa hapa niko na shida kidogo. Acceptance of offer. Unaweza kusoma jina ameshatoka? Kama uwezi. Oh, good. Kwa hivyo jina ameshatoka inasomeka. Ni sawa, sawa. Kubwa. Ameshatoka inasomeka. Sasa tutarudi kwa 164. Uwezi kuona ndogo sioni. Usichague kenye unaweza kusoma. Lazima uisome sasa. Sababu tunisaidia mimi. Na unajua koti anakuona. Ukijifanya wewe ni mjanja, pia itarekodiwa. Miwani tu mkinipa nitasoma. Lakini uhitaji miwani kusoma jina ameshatoka. It is written in big letters, I can see. Okay. Hapa imeandikwa in big letters hapa. Ni kama jina ameshatoka. Hebu soma basi. Shika hiyo. No, move it far. KCB Bank. Which date? Jishikia mwenyewe ndio move kwenye unataka. To the level of the entire. Shika usikia. Kama huko I've seen KCB Bank. When? 4th November 2022. Give it now. I want you to read this part. Here. Underline this one. Can you read those figures? I'm referring again to PM5 164. Hapa ni underline. Unasoma nini? I'm saying
128,530,692. Yes. So unaona wakati ulikuwa unalipa pesa yako ilikuwa intact na unasema as at 4th November 2022 ulikuwa kwa hiyo account yenye umesema ujui kwenye ulipata statement yao ulikuwa na 128 million. Mimi sifai. Wewe umewahi file kesi yote ya kurudisha pesa yako because from this statement umeleta pesa yako iko na huyu hakuwa gavana. Mbona msinipatie? Mbona msinipe pesa yangu? Hata ndio nashangaa mimi na nakuuliza, umeona pesa umeenda kwa account ya wenyewe umetuonyesha balance 120 million. Na yeye hakuwa kwa uongozi. Kwani hujaelewa pesa yako? Nataka waniambie leo. Bwana wasinipe leo. Hadi ndio. Madam Pauline, msichana wako yuko wapi sasa? Hapo Kisumu. Kisumu. Ana miaka ngapi? Born 1998. Yuko na miaka ngapi? Around 26 there. 26. Kwa nini hajakuja kujiongelea hapa? Mimi ndio niliandikisha statement na DCI. Wewe ndio uliandikisha statement. Hiyo time yeye hakuwa. Kwa ushahidi wako umesema ulielezwa kwamba kulikuwa na scholarship. Timothy alikwambia kuna scholarship. Wakati mlienda na msichana wako kule Homka. Bado mlielezwa kwamba kulikuwa na scholarship? Tuliambiwa iko scholarship program. Wakati tuliambiwa iko Homka. Ulielezwa kuna scholarship? Yes. So unabadilisha ushahidi wako ambao ulisema kwamba wazazi ilikuwa walipe. Hivyo ndio tuliambiwa na officials wa county. So hiyo ilikuwa kufunika. Ushahidi wako ni gani? Ilikuwa wazazi walipe ama kulikuwa na scholarship? Wacha nikueleze. Pole pole. Swali mimi ninauliza. Wacha nikuambie. Ulielezwa kwamba kuna scholarship ama wazazi wanalipa? Ni scholarship program but inalipwa na parents. Una ushahidi wowote wa karatasi? Manake umesema kwa statement yako hapa kwamba ulipewa kijikaratasi ambayo inaonyesha kwamba ilikuwa na scholarship. Una ushahidi wowote ambao unaweza eleza kote leo? Niko na form ya scholarship. Yes, niruhusu niangalie. Chukua ni. Utaweza kusoma? Ulisema macho hayaangalii. Okay, nisome. Okay, sawa. Mara ya kwanza tulitoa hiyo. Tulitoa. Hii ni ulitoa na Timothy ama ulitoa kwa Homka? Homka. Tulitoa hiyo ni mara ya kwanza. Mtoto wangu hakupita interview, tukaenda mara ya pili. Kwa mara ya kwanza wacha nisome. He must be, I don't know if it's here. Can check it. Yeah, 18 there. I think it's 18.
It says 2022 study opportunities abroad. The county government of Uasin Gishu wishes to invite interested applicants for the following study opportunities in Hungary and Finland during February 2022 intern. Ulisema ulipatana na bwana Timothy kuniconvince mambo ya hii kitu after nimeona mara ya kwanza kutoka kwa rafiki tukienda naye pale Homecraft. Tulienda mara ya kwanza, hiyo ilikuwa February. Tukapewa hii, lakini nani Timothy akani convince May ndio nikaenda kufanya interview ya mtoto. Wacha tusome tena. Courses Bachelor of Nursing, Bachelor's degree in Physiotherapy, Athletes to Coach Training. Apply today. Eligibility criteria: applicants must have attained a minimum grade of D class in KCSE, the resident of Uasin Gishu. Haina pali yote nasema mambo ya scholarship kwa hiyo karatasi. Unaweza kunisaidia hivi? Inafanana? Inafanana. So umesikia jina yote scholarship kwa hiyo karatasi? Iko mahali waliandika. Wapi? Iko hiyo maongeo yao, kuna kwa maandishi hapa hawajaongea. Hawajaandika, si ndio? Lakini kwa midomo yao waliongea. Tuendelee mbele. Kwa statement yako umesema kwamba wakati uenda Homecraft ulipata deputy governor Mesha Krono, Joshua Lelei, Timothy Rotich. Lakini kwa ushahidi wako wa leo umesema ulipata governor ambaye ni mshtakiwa wa tatu. Walikuwa wote, walikuwa wanatembea wote. Kuna ni vile tu sikukumbuka, but walikuwa wote. Ukukumbuka. Na mbona kwa leo hujasema kwamba deputy governor alikuwa ukaweka governor? So ushahidi gani ndio ukweli? Ya leo ama ile uliandika polisi? Yote tu. Ushahidi gani ndio ukweli? Ile niliandika. Ile uliandika. So deputy governor alikuwa. Nilisahau tu kuweka governor, but alikuwa. So umeeleza hii koti kwamba msichana wako hakupita mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Alienda interview hakupita ya kwanza. Ile ilikuwa ya kujaribu tu. Na hata hakuna interview ilifanywa. Ni ile tu. Nataka unijibu swali Msichana alipita mara ya kwanza interview. Mara ya kwanza ilikuwa kupeleka documents tu. Akaambiwa alipita ama hakupita mara ya kwanza. Tu kupata feedback mzuri. Kupata feedback. Mkarudi mwezi ngapi ngine? Watano. Kwa ushahidi wako umesema wakati ulianza kulipa pesa haukuwa na barua ya mtoto shule. Hukuwa na barua hiyo. Unaweza kueleza hii koti hii barua ambayo inaitwa acceptance letter ni ya wapi? Hii barua unaweza soma hapo ile ya kwanza. Soma ile barua. Acceptance letter. Hata nikusaidie. University okay, the name is a bit hard. This is PMFI 166. Inasema hivi, to certify that Ms. Gentrix Sharon Afula, ID number 36591338, has been accepted the foundation program that acts as pathway studies for bachelor's degree program in physiotherapy at Laurel University of Applied Sciences, Tanzania campus. Umeelewa? Barua has been accepted. Barua ni tarehe ngapi? Niambie. Barua ni tarehe ngapi? Wewe unasoma tarehe 21. Ulianza kulipa lini? July. So by the time unalipa kulikuwa na barua msichana. Hiyo ni barua ya pathway lakini hakufanya. Nasema barua msichana alikuwa amepata ya university. Ndio ukaanza kulipa pesa. Hiyo sio barua. Hii inaitwa nini? Acceptance letter ni nini? Kuna admission letter na kuna pathway. Uko na admission letter exam? Hakuna. Hauna, si ndio? Lakini alipata barua kutoka university. Hii ni kutoka kwa county. Hii barua imetoka university through the county. Sina habari. Signature hii ni ya nani? Hii ni ya county? Sijui mimi. So, sio ukweli kwamba wakati ulianza kulipa pesa hamko mpata. Barua mko mshapata. Twende mbele. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. Kwa statement yako wakati umesema ulikuwa na deputy governor. Homecraft. Deputy governor alikuwa ni nani? Parorot. Mr. Parorot. Deputy governor. If I'm not wrong.
Nauliza, wewe ndio unawajua. Wewe ni mkazi wa Singishu, si ndio? Kabisa. Umeishi miaka ngapi? Tangu 2012. 2012. Itarehe ngapi mmeenda Homecraft? Tarehe 12. Mwezi wa 5. mwaka wa gani? 2022. 2022. Na deputy governor ambaye uliona hapa alikuwa nani? Kwa jina? Paroro, Mr. Paroro. Manake sio wewe ndio unasoma. Je, unajua kama msichana wako alifanya pathway studies? Hakufanya. Kabla aanze kusoma ndio hiyo maneno ya Finland, hakuna masomo Finland. Nataka nikusomea barua hapa. Imesema in order to confirm your admission, complete the steps below. Confirm the offered study place by 17th June 2022. Participate in the pathway studies online and in Finland. Studies starts 19th July 2022. Umeanza kulipa school fees lini? July. Tarehe ngapi? 19? 18 July? 18th. Na tarehe 19 msichana akaanza kusoma pathway studies. Hajasoma. Wewe ndio ulikuwa unasoma mali msichana? Angeniambia mama. Ulimuuliza? Ulimuuliza kama alisoma ama hakusoma? Niliuliza. So ni ushahidi wako ama ni ushahidi wa msichana yako kwamba hakusoma pathway? Mimi kama mzazi ndio najua. Sio wewe ndio ulikuwa unasoma, si ndio? So hiyo pesa yote ambayo ulilipa ulikuwa unalipa based on this letter ambayo msichana yako alikuwa. Hizi documents ambazo umeproduce leo ulizitoa wapi? Gani? Hizi ambazo uko nazo ambazo umepewa. Hizi. Sio hiyo. Hii. Nataka ueleze kwa mahali umetoa hizo. Bank statement. Kwenye commercial bank. Ulitoa nini? Ulichukua nini? Nimechukua tarehe 8. Tarehe 8. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa ngapi? Wa 3. Mwaka gani? So hauna deposit slip wewe mwenyewe? Deposit tulipeana kwa account, original copy. Original? So hauna deposit slip? Sina. Iko lakini kwa ya picha tu kwa simu. Si fingerprint? Haionekani vizuri. Okay, tuendelee. Hii barua ambayo umesema umeambiwa request for refund. Ni tarehe ngapi? Kama naweza kumbuka, tulipata maneno tukaona mambo ya shule, admission hatupati. Hiyo ni after kulipa pesa yote. Okay, hiyo ni November. Hiyo ni November. Kama nimeenda sana ni February. Hold on. Pesa yako kwanza ulilipa tarehe ngapi? July. July tarehe ngapi? 18. 18. Pesa ya pili? Nilipa mwezi wa 8. Tarehe ngapi? Sikumbuki tarehe. Ukumbuki tarehe. Haya, pesa ya tatu? Mwezi wa 9. Tarehe ngapi? Sijui kama ni 29 hapo. Sikumbuki vizuri. Pesa ya 4? Mwezi wa 10 nililipa mara 2. Tarehe ngapi na tarehe ngapi? Sikumbuki. Na pesa ya mwisho? Tarehe 4 November. Tarehe 4. Na account number ambayo ulikuwa lipa ilikuwa account number ngapi? 1285 922 778. Okay. Madam Poli, kuna uwezekano kwamba unakumbuka account number ambayo ni digits kama 8. Unakumbuka tarehe zote ambazo umelipa pesa, ama kama sio tarehe ni mwezi, lakini huwezi kumbuka tarehe ambayo uliandika barua ya kuitisha pesa. Hiyo ningekumbuka vizuri, inaweza kuwa mwezi wa 2 2023. Hukumbuki, lakini unakumbuka siku ulilipa. After niliona barua ya admission haitoki, nikaenda kuclaim. Mbele ya koti hujatoa document yote kwamba ulilipa pesa. Barua ambayo umetoa kwa koti haina tarehe. Hii barua ulielezwa uandike tarehe ngapi? Manake documents naona umechukua tarehe 8 mwezi wa 3. Ulielezwa ukuje utestify uandike hii barua tarehe. Niliambiwa nikuje na any document yenye inaonyesha. So hii barua unaandika nini? Hiyo ni ya kitambo. Eleza koti ukweli. 2023 February. Naona hii ni documents unatengeneza
ndio ukuje ueleze rekodi kwamba unadai pesa. Kopi iko kwa file ya county. Kopi ya hiyo barua. Swali la mwisho. Hii program unaelewa kama ilikuwa program ya county ama ilikuwa program ya trust? Ilikuwa ya county. Ilikuwa ya county. Asante. Takuuliza maswali chache kidogo. Umeulizwa kuhusu deposit slip, hizo payments ambazo umeelezea koti. Original deposit slip kwa wapi? Tulipeana kwa county. Peana county. Mali ulirejeshewa? Hakuna kurejeshewa. Hizi ambazo umeonyesha koti, umesema ni statement ambayo ulipata wapi? Kenya Commercial Bank. Pale nilifanya malipo. Okay. Nilienda na ID na wakanitolea hizo payments. Ziko certified na bank? Kabisa. Wakati mlienda mkutano pale Contract. umeelezea kwamba ulikuwa umeandika deputy governor alikuwa, wamesema pia governor alikuwa. Muulizo gani ndio kweli? Ni nani walikuwa hapo hiyo siku ambao waliongelesha? Walikuwa wote, ni vile nilisahau governor. Kwa hivyo ni ushahidi wako walikuwa wote. Kwa hiyo barua ambayo umeonyesha umesema hakuna mahali kimeletewa scholarship. Hii mambo ya scholarship ni nani aliwaeleza kwamba ni scholarship? Officials wa county wale na waona watatu. So wote walizungumzia kuhusu mambo ya scholarship? Kabisa. Na hiyo uliweza kusikia wewe mwenyewe kama ulikuwa? Nilisikia mimi mwenyewe. Hiyo acceptance letter nimesikia ukieleza koti ni ya pathway. Yes? Hii pesa ulilipa kabla upate barua? Pesa nililipa July. Sasa vile mtoto alikuwa amepewa hiyo acceptance nikajua hapa kuna dalili ya kupewa admission. That is why nilianza kulipa malipo mapema. Na msichana wako aliweza kusoma hiyo pathway? Alikuwa hajaanza. Hii barua ya refund ambayo tumeimark kama 165 haukuweza kuandika tarehe. Unaweza kumbuka ilikuwa tarehe ngapi ama siku gani? Naweza kumbuka mwezi na mwaka? Na mwaka. Elezea kwa gani? Nikikumbuka vizuri inafaa ikuwe mwezi wa 2 2023. Okay. Na original yake umesema iko wapi? Iko kwa county, kwa file ya county. Asante. You're not the only witness who are able to manage together today.